Allahu sakinatahu, Allah akateremsha utulivu wake alayhi juu yake. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, Allah akampa nguvu kwa majeshi ambayo nyinyi hamkuyaona. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kwenye pango. Wakatafuta ikawa wamefeli, wamemkosa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku ya 3 ndiyo dalili, akafika tena pale, akaondoka nao kuelekea Madina. Watu wanayo tamaa kubwa ya kupata ngamia 100. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kwenye safari, akatokea bwana mmoja aitwa Suraka ibn Malik. Huyo Suraka alikuwa ni shujaa katika mashujaa hao wa washirikina. Aliufukuzia msafara wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka ikawa amewakaribia. Sasa Allah anaonyesha miujiza yake, ngamia wake ikawa anadidimia, anazama. Ngamia wa Mtume na Abubakar wanafanya safari kama kawaida, kisogea ngamia na kasawa anakwenda, kifika na didimia tena. Hii ndiyo miujiza. Ndugu zangu, Allah humnusuru mja wake mu'min katika hali yoyote, maadam imani yako ni thabit, na wala usikate tamaa. Muumini hatakiwi kuishi maisha ya kukata tamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia Madina. Kufika Madina ikawa sasa ni kutengeneza mageuzi na mabadiliko ya utaratibu wa Uislamu. Amekuwa sasa yeye pale ndiye mtawala. Madina napo kulikuwa na watu wa aina 3. Aina ya kwanza ni Mayahudi ambao Uislamu umeukataa kabisa. Aina ya pili ni wale Waislamu ambao tayari wamekubali Uislamu, na Maansar ambao waliwapokea Muhajirin na waliweka mikataba nyuma huku. Katika tarehe kuna Bai'atul Aqaba al-ula wa thania. Mikataba hii ilikuwa ni ya kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumpokea na kuishi naye kwa hali na mali. Hizi ahadi zilitangulia, na kweli Muhajirin waliishi kwa furaha sana Madina wakiwa na ndugu zao Maansar. Wakati Makka kwa ndugu zao wanasaba walikuwa wakiteswa, kukitumika mabavu makali sana ili kuwakatisha tamaa na dini, lakini Madina wakapokewa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akapokewa katika jiji la Madina, na alipokewa kwa heshima ya hali ya juu, heshima na taadhima. Sahaba alimpokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na nyumba ya ghorofa, na alimtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akae juu ya ghorofa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa tawadhu aliyokuwa nayo akamwambia, hapana, mimi ni mtu nitakuwa na wageni wa mara kwa mara, hapa chini ndipo stahiki zaidi. Sahaba yule hataki yeye, vipi yeye awe juu na Mtume sallallahu alayhi wasallam awe yuko chini? Ni mengi sana mazuri ambayo alikutana nayo Makka. Lakini ukija kwa upande wa masahaba, wale Muhajirin walikutwa katika hali ya kipekee kabisa. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, yuko tayari Ansari ajinyime yeye mwenyewe. Na kweli walikuwa nafsi zao wakiinyima na kuwapa Muhajirin na kuwafanikishia malengo na mipango mbalimbali, si ya kibiashara, si ya kinini, mambo mengi. Wao wenyewe wanahitajio, lakini hawaoni hitajio lao, wanawaangalia ndugu zao al-Muhajiru. Ndugu zangu, yalikuwa ni maisha ya ajabu sana katika historia ya Uislamu. Imefikia mahala mtu mali yake aliyokuwa nayo pale Madina, basi anamtaka ndugu yake Ansari washirikiane bega kwa bega katika mali ile. Mpaka mmoja alifikia mahala anamwambia ndugu yake Muhajir, kwa sababu Muhajirin walikuja katika hali ngumu, walinyang'anywa mali zao. Yani walioruhusiwa kutoka ni wale ambao kwamba walikuwa na mali. Kama unataka kutoka, kila kitu acha hapa uende wewe. Na hao wengine walitoka katika mazingira magumu, tundu ya sindano, wanafuatiliwa ili wauawe. Lillahi alhamdu, Allah aliyowanusuru na wakapata mapokezi mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa anapanga sasa jiji la Kiislamu, maisha bora, maadili mazuri. Ikawa hadithi nyingi pale zinamiminika vipi waishi Waislamu pale, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa anazungumza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa falyukrim jara. Lakini vile vile pia Mtume sallallahu alayhi
wasallam, ikawa anafundisha watu ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, mambo mengi sana. Na kweli watu waliyapokea mafundisho yale, na ikawa huu ni utaratibu mpya wa maisha bora, na alilipanga jiji kiramani nzuri. Mji ule aliupanga katika ramani ambao ni nzuri kwa wakati huo, ulikuwa ni ya kisasa zaidi, ambayo kulikuwa na mabadiliko makubwa mno. Mayahudi hawakupenda ile hali. Mayahudi walikuwa wakila mali za Waarabu kipindi kile kwa njia za dhulma. Riba zilitawala, ilifikia hatua mashamba ya Waarabu mengi wanayachukua kupitia mambo ya riba na dhulma mbalimbali ambazo wakizifanya. Leo hii kaja Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza riba na anafundisha maisha bora ya kibiashara na mifumo yote ya kimaisha. Hawakufurahi, wakatengeneza chuki mbaya sana. Lakini pia walikuwepo wanafiki wakiongozwa na bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Huyu kwa jina lake mashuhuri ni Raisul Munafiqin, ndiye rais wa wanafiki. Huyu kabla ya ujio wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ilikuwa tayari Aus na Khazraji wameingia makubaliano awe yeye ndiye rais wa Madina, kwa sababu historia yao nayo ilikuwa ni ngumu, ni mbaya sana, na Mayahudi wakatumia fursa hiyo. Ilikuwa kila mwaka kuna vita baina al-Aus wal Khazraj, kati ya Aus na Khazraj wanapigana vita vikali sana, wanauana. Yani yakifika mavuno tayari vita imeamka, na anayewapiganisha ni huyu Myahudi. Ana malengo yake ya kuuza silaha, ana malengo yake ya kujikuza kibiashara, kwa sababu anajua wale watapigana vita, watashikwa na njaa, wataenda kukopa kwa wao. Na kweli hali ilikuwa namna hiyo, na waliishi katika hali hiyo. Kwa hiyo vita hii ya Aus na Khazraj ilikufa ama iliishia baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume aliwaunganisha, ikawa ni marafiki, wanapendana kweli kweli. Na Allah tabaraka wa taala anazungumza tukiwa ndani ya Qur'an, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Anawakumbusha, ikumbukeni neema ya Allah pale nyinyi mlipokuwa ni maadui, mkiuana, mkipigana, Allah akaunganisha nyoyo zenu, akajalia mapenzi baina yenu, na hakika nyinyi mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto wa Jahannam, Allah akawaokoeni. Na kweli ukikumbuka yale, wanaona kweli Uislamu ni neema kubwa kwetu sisi. Uislamu umetukomboa, Uislamu umetufariji. Ikawa ile vita, ile magombano ya Aus na Khazraj hayapo tena, na ndiyo yamepotea moja kwa moja. Jiji la Madina lilikuwa katika mazingira mazuri ya kupendeza zaidi. Ikawa ni historia kubwa sana katika Uislamu. Yakatokea mengi ambayo kwamba yalitokea, lakini mpaka ukaja ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar naye Allah alimjalia katika utawala wake, kwanza fathi zilikuwa ni nyingi sana, yani miji mingi ambayo ilikuwa ni migumu mizito alifanikiwa kuifungua ikawa ni miji ya Kiislamu. Lakini pia Umar ni mwanzilishi wa mambo mengi sana katika Uislamu. Yeye katika mambo mazuri ambayo alianzilisha ni tarikhul hijri. Hii tarikhi ambayo leo hii ni ya Kiislamu. Walikaa shura kwamba tutumie tukio gani ambalo litakuwa ndiyo chanzo cha tarikhi ya Kiislamu. Rai zikaja mbalimbali, labda kuanzia bi'tha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakatoa rai hizi. Rai ikaja rai ya tukio hili la mabadiliko makubwa katika Uislamu. Waislamu wametoka kwenye kunyanyaswa, kwenye unyonge Makka, katika hali ya wakifukuzwa katika majabali, mpaka Waislamu kuja kuwa wanapata nguvu. Hili tukio litumike katika tarehe ya Uislamu, na kweli leo hii tunaita tarehe ya Kiislamu ni tarikhul hijriya, ambayo imeangalia hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tarehe ambayo mwisho wake ni huu mwezi wa Dhulhijja ambao kwamba tuko nao leo hii, na mwezi wake wa kwanza ni mwezi wa Muharram ambao insha Allah baada ya siku 2-3, ikiwa leo ni tarehe 27, itakuwa tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu ambao ni mwaka wa Hijria. Ndugu zangu katika imani, huu mwaka mpya wa Kiislamu hauanzi kwetu sisi, ni tangu wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatakiwa kuupokea mwaka huu
kwa kujitathmini yale ambayo tumeyafanya katika mwaka ambao tunauacha, na tunajipangaje katika mwaka mpya ambao kwamba tuko nao, huku tukimwomba Allah jalla waala atufikishe katika mwaka huo. Hakuna mazingira yoyote ya sherehe ambayo yamethibiti, kama ambavyo tunaona katika miaka ya kijahilia unafanyika ufisadi mbaya kweli kweli. Watu upige mabaruti, kuzidishana mapresha, wengine urusha mawe katika majumba ya watu, na wengine uchoma matairi, kuharibu barabara. Zimetengenezwa kwa gharama kubwa kweli kweli, mtu anakuja kuchafua, anapiga moto, anachoma matairi katika barabara ambazo ni safi. Si mwaka wa kufanya maharibiko na ufisadi, ni mwaka wa Islamu kuangalia kwamba nini sasa tujipange, au kipi ambacho kama tumekiacha katika miaka iliyopita. Na hapa ndiyo tusimamie katika maneno ya Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjafika kuhesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Unaweza kukaa ukatathmini tangu mwanzo wa mwaka mpaka sasa hivi yale ambayo umeyafanya ya kumchukiza Allah, ulete toba kwa Allah jalla waala, na uahidi uweke maazimio kutokurudia, lakini pia kujipanga kufanya mazuri na makubwa katika mwaka mpya unaokuja, kadri Allah atakavyotupa umri na kutuwezesha. Kwa hizi nasaha chache zinazohusiana na mwaka huo tusimamie hapa. Aqulu qawli hadha, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.